Nataka mtazamo wako ukae kitofauti sana unaposikia ujumbe huu. Ndani ya dakika chache ujifunze namna ya kuwa mhubiri mzuri ama mwalimu mwenye matokeo makubwa kulingana na kile unachokihubiri ama unachokifundisha. Kitu cha muhimu cha kutambua, Biblia inasema kwamba sio wewe utakayehubiri, bali ni Roho wa Mungu anayekaa ndani yako. Kwa hiyo usiwaze kitu gani ambacho kita impress watu, kwa sababu Roho Mtakatifu anajua kitu gani watu wanakihitaji. Hivyo hautakiwi kuogopa. Make sure unabadilisha maisha. Pointi kubwa sana ya mhubiri na mwalimu ama mtu ambaye amepewa neema ya kuhutubu mbele ya watu, pointi kubwa ni kuhakikisha maisha ya watu yanabadilishwa. Pointi kubwa sio kuhakikisha watu wanarukaruka ama wanagaragara ama watu wanapenda kumsikiliza. Pointi kubwa ni kuhakikisha maisha ya watu yanabadilika. Ushuhuda unaobadilisha maisha ya mtu. Kusikia neno sio kusikia sauti ya mhubiri tu. Kusikia neno ni kuwa na matokeo kwenye maisha halisi. Usifurahi kusikia watu wanalia baada ya wewe kuhubiri. Furahi baada ya kuona watu wanaishi kwenye mahubiri uliowahubiri. Yaani mtu ambaye anasimama kushuhudia anasema, kwa mahubiri ya mtu fulani ama kwa mafundisho ya mtu fulani nimebadilishwa, nimeweza kuacha hichi, nimekuwa mtu mwingine. Ndoa yangu imekuwa na amani, mtazamo wangu umebadilika. Hiyo ndio key point ya wewe kuhubiri. Usiruhusu kujaa maarifa kwako ama kujua vitu vingi kukakufanya ushindwe kuunda pointi yako. Yaani unapopata nafasi ya kuhubiri ama kufundisha, sio kwa sababu unajua vitu vingi kila kitu ukajikuta unaongea tu bila kutengeneza pointi yako. Hakikisha unaichonga pointi yako ikaeleweka. Na wakati unachonga pointi zako, unapofika mbele ya watu, sio kila pointi lazima uimalize. Pointi sio muhimu kama shabaha ya ujumbe mzima. Ukiona somo ambalo umeliandaa limelenga toba na watu wamekubali kutubu kwenye pointi ya kwanza tu, huna haja ya kukomaa na pointi nyingine, utaharibu. Roho hahitaji mtazamo wa kile unachokiona. Roho anahitaji uelewa, kwa sababu Mungu afanye kazi na watu ambao ni wavivu wa kufikiri. Kitu kingine cha muhimu sana ni jua unaongea na watu wa aina gani na wewe umelenga watu wa aina gani. Unapopata nafasi ya kusimama kufundisha ama kuhubiri, jua kabisa kwamba ujumbe wangu umelenga watu wa aina hii na wale watu ambao umekutana nao ni watu wa aina hii. Unaweza ukaandaa ujumbe ambao watu unaokuja kukutana nao wakawa tofauti na ule ujumbe ambao umekuwa umeuandaa. Unaweza ukaandaa ujumbe wa vijana ukafika kukuta wazee. Unaweza ukaandaa ujumbe wa kumsifia sana mwanamke ukafika ukakuta ni wanaume watupu ama wanaume kwa 90%. Unaweza ukaandaa ujumbe wa kuongea na watu wachanga sana kiroho ukafika ukakuta watu ambao wamekomaa sana kiroho. Kwa hiyo unapofika, kitu cha kujiuliza ni kwamba, je, wale watu ambao niliwatarget wapo katikati ya hawa? Kama wapo, jua namna ya kubadilika. Mwalimu unatakiwa kuwa mjanja, unatakiwa kuwa na ufahamu. Sio kwa sababu tu tunajazwa roho na tunaongea mambo ya roho basi utaongea tu anything. Utaongea tu chochote unachokitaka ama chochote unachokiweza. Hapana. Kila utakachokifundisha kitegemeane sana na ufunuo, kwa sababu ufunuo ukosei. Ufunuo wa kiungu tayari unajua ni watu wa aina gani ambao watakuwepo, hata kama mafundisho yako yalikuwa yametarget watu wengine. Ili ubaki kwenye upeo wa kina, lazima ujue kina nani ambao wanakuelewa kwa wepesi unapoongea na kina nani ambao mioyo yao imekuwa migumu, kwa sababu upako wa mwalimu ni kuhakikisha kila mtu anaelewa. Uwezi kuhubiri wazee wakati upo na binti. Focus na uwe mjanja. Focus na uwe mjanja. Kitu kingine, jua atmosphere inayokuzunguka na kutawala audience yako. Jua wingu ambalo linazunguka watu ambao unawahubiri. Jua wingu ambalo linazunguka watu ambao unaongea nao. Jua ni uwepo wa aina gani, ni miungu ya aina gani, ama ni Mungu wa aina gani, ama ni roho ya aina gani inayowazunguka. Kuna wakati fulani mashambulizi yanafanywa kwenye eneo ambalo unaenda kuhubiri, ama kuna roho fulani ilikuwa inatawala, wale watu wa pale wameshindwa kuiondoa. Kwa hiyo unapofika, kabla hujaanza tu kusimama madhabahuni na kuanza kufundisha ama kuanza kuhubiri, lazima ujue ni roho ya aina gani na operate hapa. Unaweza kujua kulingana na ushapu wako wa kiroho. Kuna wengine wanajua tu anapoingia tu kwenye hilo jengo ama kwenye hilo kanisa,
ni kulingana na ushapu wa kiroho. Lakini kama haupo ushapu kwa kiwango hicho, basi unapofika anza kuangalia namna watu wanavyoimba. Angalia namna watu wanavyoomba. Angalia namna watu wanavyotoa sadaka kabla ya kukukaribisha. Angalia namna watu wanatembea. Lazima Roho Mtakatifu atakushuhudia ni roho ya aina gani inatawala kwenye hilo eneo. Sasa wakati unaangalia, usiwajaji kwa nguo walizovaa. Ukasema kwa sababu amevaa nguo fupi ama nguo za suruali basi itakuwa ni roho ya umalaya ama roho ya uzinzi inatawala hapa. Hapana. Waangalie kwa upeo wa rohoni. Ujue ni roho ya aina gani na operate. Ukijua roho ya aina gani na operate, utajua mahubiri ni vita, na wewe utakuwa mshindi katikati ya hayo mahubiri utakayohubiri. Unaweza kujikuta umepanda madhabahuni, umeanza kuhubiri ukapigwa mshale mmoja. Ukashangaa imekuaje, kigugumizi kikakupata, ukajikuta unapaliwa, wakati mhubiri sio kawaida kupaliwa na hautakiwi kupaliwa. Yes, wewe ni mwanadamu, lakini kupaliwa ni mshale kabisa unaoonyesha kwamba kuna udhaifu umeingia ndani yako. Kigugumizi kukupata ukiwa madhabahu ni mshale mwingine, kwa sababu mapepo yanajitahidi kukunyamazisha usiongee ile pointi ambayo unatakiwa kuongea. Na ndio maana mtu aliyejaa nguvu za Mungu anayeongea katika nguvu za Mungu, kuanzia koo lake la hewa, namna anavomeza mate na kila kitu vinakuwa vimerimotiwa na Roho Mtakatifu. Hawezi kupaliwa. Unapaliwa kwa sababu hujajua ni roho ya aina gani ambayo unapambana nayo ili iachie watu unaongea nao. Ukiwa unahubiri mahubiri fulani, jua ni unapambana na ufalme fulani. Ni sawa sawa na Mungu alivyomwambia Musa, nenda kwa Farao mwambie awape watu wangu ruhusa. Kuhubiri ni kutangazia ufalme wa giza uachie watu wa Mungu. Wakati unautangazia nao unarudisha mashambulizi kwako. Yale mashambulizi unatakiwa kuyahandle kwa sababu ushajua ni roho ya aina gani na operate. Kama ni roho ya zinaa, kuna mbinu, kuna namna. Nitakufundisha hapa katika hii channel, katika ukurasa. Kuna namna ya kupangua. Kama ni roho ya uchawi, kuna namna ya kupangua. Kama ni roho ya aina yote, roho ya kiburi, roho ya kutokutoa, kuna namna ya kupangua. Vyote unatakiwa uwe sharp kuvijua. Kuwa sharp sana ili ujue nini cha kufanya kwa uharaka. Kwa sababu usipojua, hata yule mwimbaji unaweza kumpatia maiki kwamba aimbe, kile anachokiimba kinaweza kikawa sababu ya kuhamisha sehemu ya yale mafuta ambayo Mungu ameweka juu yako. Neno linasema shika sana ulicho nacho, asije mtu akatoa taji yako. Mtu, kumbe wanaochukua neema, wanaochukua crown, wanaochukua taji ni watu. Na ni watu wa aina gani? Ambao wapo chini ya nguvu fulani ambazo zinawazunguka. Kwa hiyo umeingia tu kwenye kanisa lao ama umeingia tu kwenye community yao, lazima ujue roho aina gani na operate ili ujitofautishe nao. Lakini kitu cha mwisho kwa leo ni jua nguvu gani inakusukuma kuongea. Kitu cha mwisho kwa leo, jua nguvu gani inakusukuma kuongea. Hii ni pointi muhimu sana. Wewe kujazwa Roho Mtakatifu ama kuokoka haina maana muda wote kile ambacho kinakusukuma kuongea basi kitakuwa ni Mungu. Kuna muda mtazamo wako ama itikadi ulionayo ndio inayokusukuma kuongea. Kuna muda ushabiki ulionao juu ya madhehebu, juu ya mipira, juu ya vyama vya siasa ndio unaokusukuma kuongea. Jua ni roho ya aina gani inayokusukuma kuongea na watu, kwa sababu roho ya giza hata kama itasema tubuni, haiwezi ikawapeleka watu kwenye toba. Andika hiyo. Roho ya giza hata kama inahubiri mahubiri ya toba, watu hawawezi kutubu inavyotakiwa. Ni never. Kwa sababu ufalme huwezi kujifitini. Kwa hiyo kabla hujaanza kuhubiri, kushauti madhabahuni, kukemea vitu unavyoviita kwa dhambi, kwanza jua ni roho ya aina gani inayosimama nyuma yako. Ukiona una jazba mpaka ukipewa maji unywe hayashuki, hiyo sio roho ya Mungu. Hiyo sio roho ya Mungu. Roho ya Mungu ina operate kwenye upendo, ina operate kwenye utisho wa kiungu, ina operate kwenye utulivu. Lakini leo hii mahubiri ambayo yanaonekana na nguvu za Mungu ni yale mahubiri ya watu kufoka, kukemea watu, kupasha watu vijembe na vitu kama hivyo. Roho inayokuwa inazungumza nyuma ya wale watu sio roho ya Mungu. Sio roho ya Mungu. Kwa hiyo na wewe unaposimama madhabahuni ama kusimama kufundisha, usiwahi kufanya hili kosa. Pale ambako unajua roho iliyoko nyuma yangu ni roho ya aina fulani, ni bora usiongee, ni bora usihubiri, ni bora usifundishe, kwa sababu roho utakazozipandikiza kwa wale watu zitakuwa mbaya sana na damu yao itatakiwa juu yako. Ukijikuta unakuwa na hofu, sio hofu ya kumheshimu Mungu, bali hofu, wasiwasi, mashaka, unatetemeka mpaka mikono yote inaloa jasho.
roho ya aina hii huwa haiwezi kujenga imani kwa watu, kwa sababu Biblia inasema mwenye mashaka Mungu ana furaha naye. Ni kweli kila mmoja unapopata nafasi ya kusoma madhabahu, ni kweli kuna hofu fulani inaingia, ila ile hofu ni kama hofu ya kumheshimu Mungu, kwamba haujazoelea uwepo wake. Lakini ukiona kuna ule uoga ambao ni uoga kabisa kiasi kwamba unadondosha maiki bila sababu ya msingi, ule uoga ambao unakuweka kwenye out of control, nje ya uongozi wako mwenyewe, nje ya udhibiti wako mwenyewe, basi jua hii roho ni roho ya kuzimu direct. Lazima uwe mhubiri mjanja.